Hebu simama tuombe kwa ajili. Simama. Mungu, asante kwa ajili ya wakati wa jioni. Tunakushukuru kwa sababu ya Bible study, na tunakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kusikia kutoka kwako, nasi tuko tayari kusikia kupitia Roho yako Mtakatifu. Tunaomba Mungu useme neno na kanisa lako tunasikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae. Nataka nizungumze somo linalosema maombi kwa ajili ya ulinzi. Maombi kwa ajili ya ulinzi. Tunaposema maombi kwa ajili ya ulinzi, tunazungumzia ulinzi unaohusiana na maisha ya mtu binafsi, ulinzi unaohusiana na familia, ulinzi unaohusiana na taifa, lakini pia ulinzi unaohusiana na vitu vyote unavyovimiliki. Kama leo Mungu amekupa gari alafu watu wakakuibia, au una duka alafu watu wakavunja, inakupeleka kwenye umaskini. Tumesikia kule bara mahali fulani soko limeungua juzi kwa mkia jana, na ni soko kubwa. Lile soko lilipokuwa limeungua, wafanyabiashara walikuwa wanatazama maduka yao yanaungua, na mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa na maduka mawili ya vyombo, ambaye amestaafu na miaka kama 55, 57, 60. Kwa hiyo kaweka hela yake kwenye hiyo biashara. Alipokuwa analiangalia duka linaungua hivi, watu akamwona ghafla, jamaa akadondoka na akafia pale pale. Huenda alikuwa anatamani kwamba kingetokea kitu kama turubai lingefunika tu ule moto ukafanya pu, ukazimika. Jaribu kuwaza vyombo vya plastiki vikishika moto, vinajichochea vyenyewe kwa vyenyewe. Naweza kuwa na vyombo mchanganyiko vya plastiki, masufuria, suna nini, lakini sasa hivi tunaposema hayupo. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na maombi kwa ajili ya ulinzi. Ulinzi kwetu binafsi tunaposafiri, tumekuwa tukisikia ajali barabarani. Ulinzi tunapoamka kila asubuhi. Nilikuwa nasikia tena wiki moja na kidogo iliyopita, kuna basi moja ilikuwa natoka Mwanza, sitalitaja jina, lakini basi ilikuwa natoka Mwanza kwenda Mbeya, na dereva katoka na basi Mwanza anaendesha lile basi. Lakini wakati anaendelea na safari, akafika mahali fulani akajisikia vibaya. Aliposikia vibaya akaona ngoja nipaki kidogo kwa sababu sijisikii vizuri. Alipopaki tu gari kafa hapo hapo. Fuatilia utasikia. Kafa hapo hapo. Mtu ambaye alikuwa anatarajiwa awapeleke watu kutoka Mwanza, awapeleke Mbeya, kafia njiani. Siku kama 10 au 9 zilizopita. Imetokea Ijumaa iliyopita, ambayo ilikuwa tarehe 20-21. Kabla ya kufika Jumapili ya tarehe 22 kufikia leo tarehe 30. Na wengine kwa kutokujua wanaweza kuingia kwenye magari yao hata hawaombi ulinzi. Nimeona madereva wengi akikaa kwenye gari tu ile waendesha mabasi, kwa sababu ana uzoefu, anapiga belti yake gia. Lakini wako madereva wachache wenye hekima, akikaa pale anapiga dua kidogo, hata kama sio muombaji sana, lakini angalau kidogo, Mungu tulinde safari yetu. Lakini nakumbuka kipindi cha nyuma tulikuwa na wahubiri wanaingia kwenye mabasi, walikuwa wanatuombea ulinzi. Kwa sasa imezuiliwa, lakini hakuna haja kumsubiri mhubiri. Abiria akikaa kwenye siti aombe ulinzi, dereva kabla hajaanza kuendesha aombe ulinzi, kwa sababu ni jambo muhimu mno. Mungu ndiye anayejua kitu ambacho kitatokea sekunde moja ijayo. Mungu ndiye anayejua kinachokwenda kutokea saa moja ijayo, masaa 10 yajayo. Unaweza mkatoka mkatembea safari ndefu sana salama. Nimekuwa nikiendesha magari, nimekuwa nikiona vitu vya namna hiyo. Mnasafiri
Waviasa mnachili, mnafurahi, mnakwenda tu. Ghafla mnamwona mwenzenu anatokea upande mwingine, hujui kama amelala au hajalala, anakufuata kule ulipo. Unajitahidi kukwepa mpaka unaingia kwenye majani. Sasa iwe bahati nzuri mahali penyewe sasa anapokubana pawe na sehemu ya kukwepea. Ikitokea mnapokwepea, lazima uliingize gari kwenye gema huko. Lakini tunapoomba ulinzi kwenye maisha yetu, Mungu watuma malaika zake kutulinda. Amen. Mungu huachilia nguvu maalum ya kimuujiza kutukinga na kutuhifadhi. Kwa hiyo lazima sisi kama kanisa tunafahamu kwamba tunaomba ulinzi. Lakini mara nyingi nimegundua watu wanaomba ulinzi kwenye ibada za usiku, wanapotaka kwenda kulala. Ndio Bwana Yesu, tunaomba utulinde, tunaomba utuhifadhi. Wakiamka asubuhi wameomba maombi tu ya kawaida na kadhalika, hatimaye ameingia bafuni, ameoga, amevaa, kazini. Unahitaji kuomba ulinzi wa Mungu kila inapowezekana na kila hatua unayoichukua. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 17, Zaburi sura ya 17 mstari wa 9, Zaburi 17. Kitabu cha Zaburi sura ya 17 mstari wa 8. Samahani, sura ya 17 mstari wa 8. Sikiliza maombi juu ya ulinzi. Sikiliza vizuri. Huyu alikuwa Daudi mwana wa Yese. Kuna wakati alikuwa mchunga kondoo, baadaye Mungu akampandisha. Na Mungu alipompandisha akaja kuwa mfalme. Pamoja na kufikia kwenye kiwango cha ufalme, utawala, hakuacha kuomba ulinzi kwenye maisha yake. Haijalishi umefikia ukubwa kiasi gani. Nilimsikia siku moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaongea katika hotuba yake, anamwambia yule ambaye anakaa nyuma yake ya kwamba hebu nenda mbele nawe uchangie kidogo, useme neno, mimi nalindwa na Mungu hapa. Amen. Hiyo ni muhimu sana. Pamoja na mtu una bodyguard wa kibinadamu, una walinzi nyumbani kwako ambao wanakaa nje kuhakikisha usalama wako, lakini Biblia inasema nini? Yeye aulindaye mji asipokuwepo Bwana anakesha bure. Amen. Unaweza kuwa na ulinzi mkubwa sana na ukashangaa kikapenya kitu kidogo. Kwa mfano, mfalme Ahabu, jinsi alivyokufa kirahisi, alikuwa amevaa nguo ambazo tunaweza kuzita kwa leo bulletproof, nguo ambazo mkuki au mshale ukipigwa hauwezi kukuingia. Na akaingia vitani kwa ujasiri, kwa sababu alijua nimejibadilisha kabisa kimavazi, kwa hiyo maadui zangu hawatanijua, hawatanifuatia, nitashinda hii vita. Na baada ya manabii wa uongo hawakumkumbusha juu ya maombi kuhusu Mungu na nini, wakamwambia nenda tu, nenda tu, na akaenda. Biblia inasema mmoja kati arusha mishale, akarusha mshale kwa kubahatisha, wala sio kwamba alilenga nimpige yule mtu. Amerusha mshale kwa kubahatisha. Ule mshale ukaenda kuingia mahali ambapo ndio kiungio na lile vazi lake la kumlinda, ikaenda kuingia pale kati, akajikuta amedondoka chini na kifo kikatokea. Sauli ni hivyo hivyo. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunapoona watu wamezingirwa na walinzi wao kwamba wako salama. Ni kwa sehemu, ni kwa sehemu, kwa zile situations za kibinadamu. Lakini kama zikiwa zile situations za kiroho, kuna uchawi, kuna mapepo, kuna nguvu za giza ambao wanasukuma kitu kibaya juu yako, gari kufuata ikugonge,
kitu kikudondokee, unahitaji ulinzi wa kimungu. Amen. Nasema unahitaji ulinzi wa kimungu. Amen. Biblia inasema katika Zaburi ya 17 mstari wa 8 anasema, unilinde kama mboni ya jicho. Sema amina. Amen. Sema amina. Ni very sensitive prayer. Anamwambia Mungu kama vile ambavyo mboni ya jicho mahali ilipokaa. Unajua jicho ni kitu ambacho kina tahadhari kuliko viungo vingi sana kwenye mwili. Jicho kikipita kitu ghafla kishajifumba lenyewe, linajikwepesha kwa haraka. Sio kitu ambacho kama vile kichwa kinasubiri ulete mikono juu ndio ufanye nini, ukilinde. Jicho lenyewe tu litafumba tu, hata kama kwa sekunde isiishe, ukipeleka tu kitu namna hii. Sasa mzaburi anamwomba Mungu ya kwamba amlinde kwa kiwango cha mboni ya jicho. Hakumalizia pale mboni ya jicho lako, kwa sababu jicho la Mungu haliwezi kuguswa. Lakini kwa nini anaomba ya kwamba alindwe kwa kiwango cha mboni ya jicho? Ni kwa sababu anajua maandiko. Biblia inasema, tutasoma baadaye, ya kwamba awagusae ninyi agusa mboni ya jicho langu. Kwa hiyo kuomba ulinzi katika Mungu ni swala la kibiblia, kwa sababu Mungu hataki wewe uguswe. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nasema mapepo hayatakugusa. Amen. Uchawi hautakugusa. Amen. Usije kuniambia kwamba nina ulinzi wa kimungu lakini nimechanjwa chale. Hapana. Huwezi kuchanjwa chale wakati Mungu anakulinda. Amen. Ukiona paka amefika kuchanjwa na chale, kuna tatizo. Watu wasikia amechanjwa kwenye utosi, amechanjwa kwenye kifua, amechanjwa kwenye ulimi, akiwa amelala, kuna tatizo. Mungu anakulinda wewe kwa mfano wa mboni ya jicho lake. Na mtunga Zaburi kwa ujasiri. Unajua wakati wetu tunapomwendea Mungu muomba ulinzi, tunakuwa nyenyekevu kwa sababu hatumlipi chochote. Haya makampuni ya ulinzi yanalipwa. Hawa wanaolinda watu hawa wanatengeneza vifua hivyo, utafikiri nyati. Hawa ni watu ambao wanalipwa. Kwa hiyo unapomwendea Mungu, unamshukuru Mungu ajaye mtu kama Daudi mwenye ujasiri wa kutokuogopa. Mimi mwenyewe ninapombaga ulinzi naambia Mungu, sina cha kukupa lakini kwa kweli nataka unilinde. Nataka na napenda unilinde. Lakini sina cha kukulipa. Kwa sababu tumeona tumekoswa mara ngapi barabarani. Mara ngapi? Lakini Daudi kwa ujasiri anasema unilinde kama mboni ya jicho lako. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Hii pia unaitoa wapi? Kwa sababu yeye anasema chini ya uvuli wa mbawa zake utapata kimbilio. Mungu anaweza kukuatamia kama kuku anavyoatamia vifaranga. Amen. Ili mwewe wasiwachukue, kipanga asiwachukue, kicheche asiwachukue. Akakuwekea cover dhidi ya corona. Amen. Kwa hiyo pamoja na tahadhari zote zilizochukua dhidi ya corona, bado ana nafasi ya kumwambia Mungu, nilinde dhidi ya corona. Amen. Kwa sababu atakuwekea cover ambayo itakufanya corona akithubutu kukusogelea ananyauka. Amen. Anayeyuka sha. Kwa sababu uko chini ya uvuli wa mbawa za Mungu, na chini ya uvuli wake uko salama. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ngoja nikuonyeshe Zakaria, kitabu cha Zakaria sura ya 2. Zekaria sura ya 2. Zekaria sura ya 2 ni kitabu baada ya Hagai. Maana Hagai na Zekaria walifanya kazi kipindi kimoja. Ndio maana amewaweka. Walifanya kazi na kina Ezra, walifanya kazi na kina Nehemia huko na kina Zerubabeli. Hasa Zerubabeli. Katika Zekaria sura ya 2 mstari wa 8 Biblia inasema, Zekaria sura ya 2 mstari wa 8. Biblia inasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma
kwa mataifa, wale waliowateka ninyi. Maana yeye, sikiliza hapo mwishoni, maana yeye awagusaye ninyi agusa mboni ya jicho lake. Amen. Mwambie jirani yako hautaguswa. Mwambie mwingine hautaguswa. Waache waruke usiku na viungo vyao, lakini hawatakugusa. Waache wazunguke nyumba yako usiku kucha, wanapita huku nasikia vishindo paka si paka, binadamu si binadamu, watoto si watoto, wanalia wabembelezana. Wewe tulia, relax. Amen. Mwambie jirani yako tulia. Tulia. Usianze kuinuka na majasho ya kutoka. Ye kina nani? Akugusaye wewe ni sawa na kugusa na mboni ya jicho la Mungu. Unaweza kugusa? Unaweza kugusa? Yeye unapeleka kidole chako mpaka kwenye jicho lake Mungu tufu. Jaribu uone. Jaribu uone. Malaika wamemzingia. Na ndivyo ambavyo anatuahidi. Ndio maana mtunga Zaburi hakuwa na hofu, alikuwa na ujasiri wa kusema unilinde kama mboni ya jicho. Amen. Kwa sababu ya umuhimu ulionao. Na Mungu hana watu wengi duniani wanayemtumaini. Watu wengi wanaishi kipagani tu. Anapompata mmoja kati ya watu wa imani, ndio maana wakati anataka kuangamiza Sodoma na Gomora, Ibrahim alipojaribu kuzungumza mengi, wakiwepo 50 humo, je, utaangamiza? Anasema sitaangamiza. Alikuja mpaka watu 10, akafika mpaka 5. Kuonyesha Mungu anathamini mtu mmoja mahali popote alipo, anemtumaini yeye. Amen. Watu wanatumaini wachawi. Wengine wanatumaini hata mifupa, anaambia siweka mfupa nguruwe, siweka konokono nje, sijui funga nini. Wengine wanavitumaini vilizi vyao, wameviweka kwenye wallet, wamevifunga kwenye viuno, wamevaa kwenye mikono. Hawezi hata kutoa shati mbele ya mtu, kwa sababu kuna mzigo hapo umening'inia. Lakini wewe unaweza kuomba ulinzi mbele za Mungu. Amen. Na kumwambia Mungu, nataka unilinde. Utalindwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utalindwa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nini alitaja mbawa? Angalia Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Biblia inasema, Zaburi ya 91 mstari, Zaburi ya 91 tunasoma mstari wa 4. Zaburi ya 91 mstari wa 4 anasema, kwa manyoya yake atakufunika. Sema amen. Amen. Kwa manyoya yake atakufunika, utakuwa salama. Amen. Nasema utakuwa salama. Sembea anasema, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Amen. Hapo unapakimbilia kwa ajili ya usalama. Ndio maana lazima mwambie Mungu, ninatoka nyumbani, nimejiweka mimi mwenyewe kwa imani chini ya mbawa zake. Amen. Najua ninapopita katika maeneo mbalimbali, ziko bahati mbaya nyingi, watu wanakosea. Nimewahi kusikia siku moja, nilikuwa kule Nairobi, nikawa nazungumza na mtu mmoja ambaye alikuja kwenye kongamano alikuwa anafanya pale Kitengela. Akaniambia yule mama mwanae aliuawa kwa sababu ya kumdhania kwamba ndio jambazi, kumbe sio. Alidhaniwa. Walipomwona anapita akasema ndio huyu. Sasa hatujui kama walifanana. Maana duniani wawili. Wale waliposema ni huyu, na kwa sababu ni mtu huyu jambazi kwa anatafuta alikuwa ni mtu hatari, ikabidi askari wamsikile. Na yeye bila kujua naye akatafuta jinsi ya kukimbia. Hapo yule mama analia, kapoteza mtoto. Nikasikia sehemu nyingine tena, mtu pia aliuawa kwa sababu alidhaniwa ni gaidi. Alidhaniwa. Wewe unajipitia njiani, watu wanaangalia, sura ndio yule naona shati alovaa ile. Yaani ndio shati yake maarufu, ndio t-shirt yake. Yeye kaeni sawa.
Akifika hapa mshughulikie, kumbe sio wewe, sio yeye. Lakini kama utaomba ulinzi wa kimungu, Mungu atawapa watu wanamleta simile kidogo sana. Ngoja subirini kidogo, tumshike tu huyu, baadaye hujagundua sio wewe, kwa sababu kuna nguvu za Mungu zinazomlinda anayemtumaini Mungu. Amen. Sasa tunalindwaje na nguvu za Mungu? Ili kulindwa na nguvu za Mungu, jambo la kwanza lazima uamini katika Mungu. Usipoamini katika Mungu, usitegemee ulinzi wa kimungu. Kama tu unaamini katika jumba lako kubwa lenye mageti ya kutisha kiasi ambacho siku kitokea moto hata ndani kutoka uwezi. Unajua watu wanajiwekea masecurity makubwa, mageti mazito mazito, wanayemwogopa ni binadamu mwenzao. Mwizi asiingie. Unakuta mtu kutoka chumbani kwake mpaka afike nje kuna mageti kama 5, na yote yana makufuli yale original Rolex, makufuli yanafungwa gingi. Ukitokea moto ndani, yeye mwenyewe kutoka ndani mpaka afike nje kashakufa. Huwa anawazaga kuzuia wasiingie, hawazagi jinsi wanavyotoka. Mabiji yako uwe makini. Wanawaza hiyo tu, wanaweka zile ukuta vyupa, wanaweka umeme wa security, kwamba nyumba hii inalindwa na nguvu za umeme. Hawajui umeme ule ukichanganyika na washoti ya ndani, nyumba zao zinatetemeka na nginga. Hawajui. Na kwa bahati mbaya hata wengi wanajenga nyumba za namna hiyo hawaweki hata ile sehemu ya emergency door, kwamba tumeweka mlango wa dharura, hawaweki. Wanajua kujikomelea tu. Ni vizuri kujikomelea, lakini unamhitaji Mungu. Amen. Nasema unahitaji ulinzi wa kimungu. Amen. Kwa hiyo ili kwamba kuushiriki na kuupata ulinzi wa kimungu, jambo la kwanza, amini katika Mungu. Kwa sababu atulindwi na nguvu za Mungu kwa kitu chochote. Sio kwa mfupa wa nguruwe, wala kwa mti wa mvuje, wala kwa irisi, wala kwa mfupa wa nguruwe, wala kwa gamba la konokono, wala kwa kitu chochote unachoambiwa na mganga kachimbie mbele ya mlango wako. Unaweka majini tu hapo. Unapewa bonge la chupa, unaambia chupa usilifungue, ukalichimbie usiku kwenda chini mita 3 pale kwenye mlango wako, unalichimbia lingine, unaambia ukae nalo chumbani na usilifungue, uliweke uvunguni pale unapolala. Ndio maana mandoto mabaya ya kuachi. Kila siku unaota unatutuswa tu, unapelekwa huko mzega, ni mapepo yako hapo kitandani. Achana na hilo chupa, halina chochote, limejaza mashetani. Mungu hawalindi watu kwa machupa, wala hawalindi kwa mivuje, wala kwa irisi. Mungu anawalinda watu kwa njia ya imani. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Sikiliza hiyo, na ukiweza pigia mstari huo, naomba jambo hilo kupitia ahadi ya Mungu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Amen. Nanyi mnalindwa na nguvu za nani? Na Mungu, kwa njia ya imani. Kwa hiyo utaomba kwa imani, kwa sababu Mungu anakulinda wewe kwa njia ya imani. Hatusemi usifunge mlango, kwa sababu unaenda kwa njia ya imani, unatumia pia akili yako. Hatusemi kama una duka usiweke mlinzi, weka mlinzi. Hatusemi kama Mungu amekubariki usiwe na mlinzi nyumbani, weka mlinzi. Hatusemi kama unajisikia kutembea na mabodyguard, weka. Lakini mind you, zingatia ya kwamba mlinzi wa uhakika kwenye maisha yako ni Mungu. Amen.
Kwa sababu kama Mungu asipokulinda, linaweza likaja pepo ambayo bodyguard walioni, walinzi walioni, linakupiga tu na kifafa down, watakushikashika mipovu na kutoka na mauti hapo hapo. Kama si ulinzi wa kimungu, unaweza kujikuta linatokea pepo li shetani lijini mahali fulani, ka upepo kanazunguka kanakuja kwako tu, kanawapita watu wengine wote. Yaani upepo unapita hivi, unampita mlinzi wako, unampita na huyu, unampita huyu, mpaka pale ulipo ndo chali. Lakini kama unajua unalindwa na nguvu za Mungu achia imani, unapoona hilo kimbunga kinakuja, unakiambia kwa jina la Yesu Kristo, wewe kimbunga tawanyika. Amen. Na kitatawanyika. Amen. Kwa sababu wachawi wanatembea kwenye vimbunga. Vile vimbunga vinakuwa, sio kama vimbunga vyote kuna uchawi, maana usio ukachukua vibaya kwamba sasa kila kimbunga wanakishughulikia kwa jina la Yesu. Lakini wanasafiriji humo na wanatoa mashuhuda kwamba wanasafiri kwa njia za upepo katika ulimwengu wa roho ili kudhuru watu. Sasa katika vitu kama hivyo haviwezi kuonekana kibinadamu kwamba hiki kitu kina madhara. Ni mpaka uwe mtu wa roho unasema upepo huu sio kabisa, na unaukemea kwa jina la Yesu. Amen. Utashangaa unasambaratika. Kuna vitu vinatumwa kichawi, lakini kama unaamini katika nguvu za Mungu unazolindwa kwa imani, havitakupata kwa jina la Yesu. Amen. Acha vije, lakini havitakudhuru. Amen. Na utakuwa salama. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili ulindwe na nguvu za Mungu, amini katika Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Mbingu ni kubwa kuliko mwanadamu, nchi ni kubwa kuliko mwanadamu, bahari ni kubwa kuliko mwanadamu, mbingu ni kubwa kuliko shetani, nchi ni kubwa kuliko shetani. Kwa hiyo ukimwamini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, utasafiri popote. Unapoingia katika ndege unaomba ulinzi, unapopanda kwenye basi, kwenye boti, kwenye meli, kwenye baiskeli, kwenye bodaboda, kwenye gari ndogo, popote. Na hata wakati mwingine kama umekodisha taxi na unamwona dereva si dereva anayeomba hata ulizo, ambaye dereva taxi nimekodisha, naomba nisali kidogo ndio twende. Hata kataa ambaye basi inachukua taxi nyingine. Unaona mtu anachukuliwa tu na bodaboda ghafla ile unaona hajaenda hata hatua 10 kashagongwa na gari. Kafa. Hata unajiuliza, nini kimetokea? Je, ni uzembe wale bodaboda? Ni mauti ilitumwa kwa huyu mtu? Au nini kimetokea? Watu wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa muamini kuomba ulinzi wa kila siku kwenye maisha yako. Amen. Kuomba pia ulinzi kazini kwako. Maana unaweza ukaharibu kazi kama una ulinzi wa kimungu. Wako watu matapeli wanakuja na lugha nzuri sana kumbe wanataka kuharibia kazi. Wako watu wenye ushawishi wa kiwizi, wa kishetani, wa kichawi. Mungu akikulinda, kazi yako itakuwa salama. Mungu akikulinda, biashara yako itakuwa salama. Mungu akikulinda, utakwenda utakapokwenda salama na utarudi salama. Yakobo kabla hajatoka kwenda safari alimwambia Mungu, nataka unilinde, na nikienda salama na nikirudi salama nitakutolea wewe fungu la 10. Mwambie jirani yako, kuna sadaka ya safari. Kuna sadaka ya safari. Sio unatoka hapa unakurupuka mpaka Mwanza, mpaka Msoma, Marekani, sijui wapi, unaenda kichwa tu. Yakobo hakuwa mtu namna hiyo. Mungu, nikienda na ukanipa chakula na mavazi na nikarudi salama baada ya miaka 2 ya mkataba wangu wa kazi Marekani au Canada au Uingereza au Dubai au wapi, nikarudi, ninayo sadaka ya safari. Amen. Soma hiyo Mwanzo sura 28. Sura 28. Mwanzo sura 28. Mwanzo ndio kitabu cha kwanza kwenye Biblia. Ingawa mwanzo haina maana mwanzo wa namba. Mwanzo ina maana ya Genesis. Sura ya 28.
na mstari tusome kwa kifupi kwa sababu ya muda. Tusome mistari michache ili tuone. Ukisoma kwa mstari wa 16 utaona Yakobo alipoanza safari yake. Mstari wa 18, Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliliweka chini ya kichwa chake kama mto, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina lake mahali pale Betheli, lakini jina lake mji huo, ule mji hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu ukiwa pamoja nami ukanilinda katika njia niendeayo. Sikiliza hiyo, ukanilinda katika safari yangu ya kutafuta. Naenda Shinyanga, naenda bara, naenda huku, naenda Kenya, naenda Uganda, naenda Rwanda. Kama Mungu utanilinda katika safari hiyo, ukinilinda katika njia niendeayo, na kunipa mimi chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani mwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hilo lisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa, sema kila utakalonipa. Huu ni ukarimu wa mtu anaomba ulinzi mbele za Mungu. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Anaelewa kwamba safari hii inamhitaji Mungu. Unajua, unaweza kuwa na plani nyingi za mambo hili. Make sure kila plani yako unamweka Mungu. Una plani ya kuoa, kufika mpaka siku ya kuoa unamhitaji Mungu. Una plani ya kuolewa, kufika mpaka siku ya kuolewa unamhitaji Mungu. Watu wanakufaga hapa katikati kabla hawajafika huko. Mipango inaharibikaga huko katikati kabla hawajafika huko. Na tunasikia. Nakumbuka kama kule Mbeya, ile ajali ilikuwa imetokea kule Mbeya. Wakati yule jamaa anakwenda kumoa, yule bibi harusi alikuwa kwenye gari ya private. Ile gari ikapata ajali. Ukafa wale watu, wewe na bibi harusi. Unahitaji ulinzi ili kuifikia degree yako. Unahitaji ulinzi kuifikia masters. Unahitaji ulinzi kuifikia PhD. Unahitaji ulinzi hata kufikia miaka 70 ile ya Biblia, kufikia ile miaka 80. Sio wanakusema sema tu, mimi hapa 100. Mimi hapa 100. Unaomba ulinzi. Corona ndio wako barabarani. Unaomba ulinzi. Unaomba ulinzi. Kwamba Mungu nataka unilinde. Na mimi nifikie miaka yangu 70. Na mimi nifikie miaka yangu 80. Na mimi nifikie miaka yangu 90. Nataka unilinde. Ukiomba Mungu anajibu. Amen. Nasema Mungu anajibu. Amen. Kwa hiyo unahitaji, jambo la pili, ujasiri wa maombi. Jambo la kwanza imani. Jambo la pili ujasiri wa maombi. Lazima ukimwendea Mungu uwe jasiri na uombe katika ahadi zake. Tunga Zaburi anasema unilinde kama mboni ya jicho lako. Sasa anza kufikiria maandiko mangapi yanazungumzia ulinzi. Uanze kuyajua. Kwa mfano anasema kila silaha itakayojaribiwa juu yenu haitafanikiwa. Hiyo inazungumzia ulinzi. Anasema hujapopita katika maji yafurikayo hayatakugarikisha. Hiyo inazungumzia ulinzi. Sijui ahadi za Mungu sasa. Ili uone katika wakati huu nahitaji kuomba katika ahadi zipi. Anasema nitakuwa pamoja nawe siku zote hata utimilifu wa dahari. Anasema sehemu nyingine, malaika wa Bwana anafanya makao kwa wamchao, wakiwazunguka ili kuwaokoa. Kuwaokoa anakosema pale, anasema kuwakomboa kutoka katika mikono ya maadui zao. Kwa sababu nini? Biblia inasema katika Zaburi, anasema umenilinda na mtego wa mwindaji. Kuna kuwindwa nafsi zetu na wachawi. Kuna kuwindwa pia hata sio na wachawi, na watu wa kawaida na kuwinda binti ili wakupata kupige mimba tu. Sasa unapoomba ulinzi mbele za Mungu kunakuwa na uwepo, kwa hiyo unakuwa sio rahisi kukugusa. Sasa huyu nikitaka kumpata nimpige kama mimba hivi, au biashara itakuwa imeisha, nitamuoa. Sasa unapoomba ulinzi unalindwa na nguvu za Mungu. Amen. Unapita mahali penye hatari,
vibakaji vimekaa hapo, viuni, wewe ndio unapita katikati yao, kwa sababu ulishaomba ulinzi, wanakosa hamu na wewe unapita salama. Kwa hiyo unahitaji ujasiri na unahitaji kuyajua maandiko ili uombe sawa sawa na maandiko. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14, Biblia inasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Yohana 5:14, Biblia inasema hivi, 5:14, waraka wa kwanza wa Yohana, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Omba kwa ahadi zake. Huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Omba sawasawa na ahadi zake. Usijue ahadi zake wakati wa masika, wakati wa vuli, wakati wa kiangazi, wakati wa baridi, wakati wa nini. Sijue ahadi zake na uombe sawa na ahadi za Mungu, yeye atakusikia. Jambo la 3, tambua umuhimu wa kuzikemea kazi za shetani juu ya maisha yako. Tambua umuhimu wa kuzikemea na kuzipinga kazi za shetani, pamoja na maombi ya kumwomba Mungu ya kwamba naomba unilinde, naomba unihifadhi, naomba unipiganie, naomba unishindie. Lakini pia usiache kusema, kama kuna kusudi lolote baya la kishetani la kipepo, nalikemea na liharibu kwa jina la Yesu. Roho za ajali, roho za mauti, magonjwa, wizi, ujambazi, ubakaji, kila aina uovu wa kuzimu ambao shetani atakuwa anakusudia kuleta juu yako, unaweza kukemea mapema. Amen. Petro mtume anatuambia tumpinge shetani. Hali kadhalika Yakobo mtume anatuambia tumpinge shetani. Kwa lazima ukemee, lazima upinge kazi za shetani. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ameze. Imagine, anatafuta mtu amharibie maisha yake. Kwa lugha nyingine, akimwona kazembea, akimwona aombi, akimwona aamini, anammeza. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika nini? Imani. Mkiwa thabiti katika nini? Imani. Mpinge ukiwa hodari, mpinge ukiwa thabiti, mpinge ukiwa tayari. Na unapompinga kwa jina la Yesu, anakimbia. Amen. Unapompinga kwa jina la Yesu, akugusi. Unapompinga kwa jina la Yesu, anatoroka. Unapompinga kwa jina la Yesu, akai karibu na wewe. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Sema amina. Sema amina. Anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atafanya nini? Atawakimbia. Jambo la 4 na la mwisho, maliza pia maombi yako kwa maneno ya imani kwamba umejibiwa. Maliza maombi yako ya ulinzi. Kwa mfano umeomba ulinzi kila kitu, mwisho unapomalizia unasema, Mungu ninaamini ya kwamba umenisikia. Mungu ninaamini ya kwamba nalindwa. Mungu ninaamini kwamba hakuna uharibifu. Malizia na maneno ya imani juu ya yale ambayo umeyaomba. Katika Zaburi ya 6, kabla hatujaomba, Zaburi ya 6 mstari, Zaburi ya 6, Zaburi ya 6, Zaburi ya 6 mstari wa 9. Zaburi ya 6 mstari wa 9. Bwana amesikia dua yangu. Sema amina. Amen. Haya ndio maneno ya kumalizia kwenye maombi.
Bwana amesikia dua yangu, Mungu amejibu maombi yangu. Sembea anamalizia kwa kusema hivi, Bwana atatakabali maombi yao. Unaanza kwa imani, unamaliza kwa imani. Amen. Unaomba kwa imani, unashukuru kwa imani. Amen. Unalia kwa imani, unaabudu kwa imani. Kwa hiyo anasema Bwana ameyasikia maombi yangu, ameyajibu maombi yangu. Hiyo ni lugha ya imani katika kumalizia maombi. Amen. Baada ya kuomba mambo mengi sana, umetaja hiki, umetaja kile, ulinzi kwa wanangu, ulinzi kwa familia, ulinzi kwa taifa letu, ulinzi kwa rais wa nchi, ulinzi kwa mawaziri, si ulinzi kwa wabunge, si ulinzi kwa nini, umetaja mengi sana. Mwisho unapomaliza maombi yako, unamaliza pia kwa imani, unasema najua Mungu umenisikia, najua Mungu umenijibu, najua Mungu umetenda. Unapotamka hivyo, inajaza ujasiri ndani yako. Amen. Na unapotoka kwenda popote, unakwenda ukijua kabisa niko chini ya mbawa zake. Amen. Unakwenda ukijua kabisa ninatazamwa na kuangaliwa kama mboni ya jicho lake, na akithubutu shetani au wajumbe wake kutaka kunigusa, watakuwa wanahangaika na mboni ya jicho la Mungu, kitu ambacho nitakuwa salama na utakuwa salama wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Pale uliposimama, omba ulinzi mbele za Mungu. Na wewe ambao unanisikia kupitia Mvua za Baraka, kule uliko pia omba. Sikwambii uombee ulinzi katika eneo gani, lakini wewe unajua kama ni kwa familia yako, kama ni kwa kanisa, kama ni kwa taifa, kama kwako binafsi, inua dua yako na uombe ya kwamba Mungu nataka ulinzi. Kama ni kwa wanao, kama ni kwa nani yuko mbali na wewe, yuko karibu na wewe, omba ulinzi mbele za Mungu ya kwamba utalindwa, mtalindwa, mtahifadhiwa, mtapiganiwa, utakuwa salama unaposafiri, unaporudi, unapokwenda, unapoingia, unapotoka, unapokuwa mjini, unapokuwa mashambani, unapokuwa kazini. Hata kazi yako inahitaji ulinzi, biashara yako inahitaji ulinzi, toka yako inahitaji ulinzi, ingia yako inahitaji ulinzi. Kila ulifanyalo kwa neno au kwa tendo unahitaji ulinzi wa kimungu, na najua Mungu ni mwaminifu, atakulinda. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Mungu asante kwa ajili ya kila mmoja, na kushukuru kwa sababu umesema nasi juu ya maombi ya ulinzi kwenye maisha yetu. Amen. Tunalichukua neno hili nasi tunaomba kwa imani, ukalinde taifa letu la Tanzania. Amen. Kama mboni ya jicho lako. Amen. Ukalinde nchi yetu ya Zanzibar kama mboni ya jicho lako. Amen. Ukalinde bara letu la Afrika kama mboni ya jicho lako. Amen. Ukazilinde familia zetu. Amen. Ukalinde kanisa lako. Amen. Ukawalinde watu wanaokutegemea usiku na mchana, ambao hawategemei wanadamu bali wanakutegemea wewe. Amen. Maana umesema yao ulindaye mji, pasipo wewe anakesha bure. Amen. Makesha yetu ni bure kama Mungu haujaachia ulinzi wako. Amen. Nasi tunahitaji ulinzi dhidi ya magonjwa, tunahitaji ulinzi dhidi ya wizi, uharibifu, tunahitaji ulinzi dhidi ya vibaka na watu wabaya, tunahitaji ulinzi tunapokuwa tunasafiri, tunahitaji ulinzi tunapokuwa tunaingia na kutoka. Amen. Ulinzi wako Mungu tunauhitaji kwa sababu ni wa uhakika katika jina la Yesu. Amen. Na ninaomba kwa msikilizaji wetu na mtazamaji, neema ya Bwana ya ulinzi ije juu yake. Amen. Na kama kuna mateso anayopitia ya kichawi, mateso anayopitia ya waganga na watu waovu, na yakemea kwa jina la Yesu. Amen. Na yakemea kwa jina la Yesu. Amen. Kila kitisho cha kichawi hakina nguvu juu yake. Amen. Kila kitisho cha wizi, ujambazi,
kila kitisho unapokuwa unaingia na kutoka, ninakikemea kwa jina la Yesu. Amen. Biblia imeniambia nimpinge shetani naye atakimbia. Amen. Biblia imeniambia nimpinge shetani naye atakimbia. Amen. Ninapinga kazi za shetani. Amen. Ninapinga kazi za kichawi. Amen. Ninapinga kila utendaji wa ibilisi na shetani katika jina la Yesu. Amen. Mungu tunakubariki kwa sababu unajua umetusikia. Amen. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Amen. Amen.